Msemaji wa majeshi ya Iran asema Marekani inawatumia watu wa Asia Magharibi kama ngao. Msemaji wa vikosi vya ulinzi vya Iran, Brigedia Jenerali Abolfaz Shekarchi, amesema baadhi ya makamanda na wanajeshi wa Marekani wanawatumia raia wa eneo la Asia Magharibi kama ngao za binadamu vitani. Akijibu bwabwaja na madai mapya ya Trump, Brigedia Jenerali Shekarchi amesema Trump, rais mwenye njozi na utawala mtendaji nai wa Marekani, alianzisha uvamizi wa kikatili dhidi ya taifa letu kwa lengo la kuupa himaya utawala unaooa watoto wa Israeli na kwa kisingizio cha eti kuwalinda wananchi wa Iran. Amesema baada ya Trump kuona wanajeshi wa Marekani wanakabiliwa na vipigo kutoka vikosi vya ulinzi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, aliamua kufidia kushindwa kwake kwa kuwalenga raia wa kawaida hapa nchini. Jenerali Shekarchi amesisitiza tena dhamira ya vikosi hivyo katika kulilinda taifa na mipaka ya Iran pamoja na kuimarisha uwezo wake wa mashambulizi. Msemaji wa majeshi ya Iran amesisitiza kuwa taifa kubwa la Iran limevunja kiburi cha Trump na nguvu hewa za jeshi la Marekani ambalo limenasa kwenye kinamasi. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu linaendeleza wimbi la mashambulizi ya operesheni Ahadi ya Kweli ya 4 dhidi ya kambi na maslahi ya adui Marekani na Mzayuni katika eneo la Asia Magharibi. Vita hivi vya kulazimishwa vilivyoanza asubuhi ya tarehe 28 Februari kufuatia shambulio la kigaidi la Marekani na Israeli dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran linaendelea kuwa tata zaidi na vya umwagaji damu kadiri siku zinavyosonga, huku adhabu dhidi ya wavamizi ikiendelea kubaki kwenye ajenda kuu ya vikosi vya ulinzi vya Iran. Ikumbukwe kuwa mnamo Juni 24 Iran kupitia operesheni za kijeshi zilizokuwa na mafanikio za kujibu uchokozi wa utawala wa Israeli na Marekani ilifanikiwa kulazimisha maadui hao kusitisha uchokozi huo haramu. Vilevile, katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa taifa la Iran ametoa onyo kali akijibu vitisho vipya vilivyotolewa na Rais Donald Trump wa Marekani vya kuwashambulia na kuwaua wananchi wa Jamhuri ya Kiislamu. Ali Larijani amesema kwenye ujumbe aliotuma kwenye mtandao wa X Jumanne kuwa taifa la Iran haliogopi vitisho hewa vya maadui, akimwonya Trump kwamba yumkini yeye ndiye atakayetokomezwa. Daktari Larijani amesema taifa shupavu la Iran, huku likipata ilhamu ya mafundisho ya Ashura, haliogopi vitisho hewa vya rais wa Marekani. Akimhutubu Trump, Larijani ameeleza bayana kuwa hata waliokuwa babe zaidi yako walishindwa kulitokomeza taifa la Iran. Kuwa makini usije ukatokomezwa wewe. Aidha, waziri wa mambo ya nje wa Iran alisema vitisho hivyo vipya vilivyotolewa na Trump dhidi ya wananchi wa Jamhuri ya Kiislamu ni kukiri wazi wazi kwa kiongozi huyo Marekani juu ya kufanya jinai za kivita na jinai dhidi ya binadamu. Amesema Iran itaendelea kutekeleza wajibu wake wa kujilinda kwa mujibu wa hati ya Umoja wa Mataifa mpaka pale Baraza la Usalama la UN litakapotekeleza jukumu lake la kuidhaminia dunia amani na usalama. Spika wa Majlisi ya Ushauri ya Kiislamu ya Iran amesisitiza kuwa mchokozi anapaswa kutwangwa ngumi mdomoni ili apate somo na asisubutu kufikiria tena kuivamia Iran. Mohammad Bagir Kalbaf ametuma ujumbe kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii akisema ni wazi kuwa tufuatilii suala la kusimamisha vita. Tunaamini kuwa tunapaswa kumtwanga ngumi mdomoni mvamizi ili asithubutu kufikiria tena kuishambulia nchi yetu pendwa Iran. Kalbaf ameongeza kusema utawala wa kizayuni wa Israeli unaona uhai wake uliojaa fedheha katika kudumisha mduara wa vita, mazungumzo, usitishaji vita na kuanzisha tena vita kwa madhumuni ya kuimarisha mamlaka na udhibiti wake. Sisi tutakata mduara huu. Vilevile, balozi wa Iran kwenye Umoja wa Mataifa ameyataja mauaji ya kigaidi ya wanadiplomasia 4 wa Jamhuri ya Kiislamu katika mji mkuu wa Lebanon, Beirut, kama jinai ya kihaini. Kwenye barua yake kwa Antonio Guterres, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, Amir Said Iravan, balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa, amelani vikali mauaji hayo ya kigaidi ya wanadiplomasia wa Iran yaliyofanywa na utawala wa kizayuni ya Israeli. Amesema baada ya jeshi la utawala wa kizayuni kutishia hadharani kuwa litawalenga na wanadiplomasia hao wa Iran mjini Beirut, maafisa hao walihamia kwa muda katika hoteli ya Ramada kama hatua ya tahadhari, lakini wanajeshi wa kizayuni wakawashambulia na kuwaua kigaidi wakiwa kwenye hoteli hiyo ya mjini Beirut. Sehemu moja barua hiyo inasema mauaji ya kigaidi ya wanadiplomasia wakitekeleza majukumu yao rasmi ya kuwakilisha taifa lenye mamlaka ya kujitawala katika ardhi ya nchi nyingine huru ni kitendo cha kihaini na kigaidi na ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa. Balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa amesisitiza kuwa ukanyagaji huo wa wazi wa hati ya Umoja wa Mataifa na mkataba wa 1973 wa kuzuia na kuadhibu jinai dhidi ya watu waliolindwa kimataifa wakiwemo wanadiplomasia hautapita hivi hivi bila kujibiwa. Vilevile, naibu waziri mkuu wa Hispania amekosoa vikali matamshi ya mkuu wa Kamisheni ya Ulaya Ursula von der Leyen kuhusu utaratibu wa kimataifa na kuunga mkono vita vya uvamizi dhidi ya Iran.
Ursula von der Leyen, mkuu wa kamisheni ya Ulaya, Jumatatu wiki hii alisema kuwa anaunga mkono mtazamo kwamba Ulaya inahitaji sera ya kigeni ya uhakika zaidi na inayozingatia maslahi iliyo juu zaidi ya utaratibu wa zamani wa dunia unaotegemea sheria na nidhamu ya kimataifa. Ameongeza kuwa tunasikia maoni tofauti juu ya iwapo vita vya Iran ni vita vya kujitakia au vita vya udharura. Ninaamini mijadala hii inapuuza nukta kwamba Ulaya inapaswa kuzingatia uhakika wa hali halisi ya sasa na tunapaswa kuiona dunia kama ilivyo hii leo. Naibu waziri mkuu wa Hispania Yolanda Diaz amekosoa vikali matamshi hayo ya mkuu wa kamisheni ya Ulaya Ursula von der Leyen kuhusu nidhamu ya kimataifa na kuunga mkono vita vya kichokozi dhidi ya Iran. Diaz ambaye ni mkuu wa chama cha mrengo wa kushoto cha Somar katika serikali ya muungano wa Hispania amesisitiza vita hivi ni kinyume cha sheria na vinakiuka mkataba wa Umoja wa Mataifa. Ameongeza kuwa kwa hiyo ninamtaka mkuu wa kamisheni ya Ulaya kutetea sheria za kimataifa. Vilevile Israeli imefanya mashambulizi kwenye vitongoji vya kusini mwa eneo la Lebanon huko Beirut. Jeshi la Israeli linasema limelenga tena miundombinu ya Hezbollah. Vyombo vya habari vya serikali ya Lebanon vimeripoti kwamba mashambulizi ya Israeli yamevilenga vitongoji vya kusini mwa Beirut siku ya Jumatano. Shirika la habari la kitaifa la Lebanon linaloendeshwa na serikali limesema adui Israeli ameanzisha uvamizi mkali kwenye vitongoji vya kusini mwa Beirut ambako Hezbollah inatawala. Kanda za moja kwa moja za televisheni ya AFP zilionyesha moshi mwingi ukifuka na kupaa angani kutoka maeneo yaliyoshambuliwa. Jeshi la Israeli lilisema kwenye taarifa kwamba limeanza mashambulizi dhidi ya miundombinu ya Hezbollah katika eneo hilo. Vilevile jeshi la Israeli IDF limesema Jumatano kwamba limegundua makombora yakielekea nchini kutokea Iran na lilikuwa limeuasha mfumo wa ulinzi wa anga huku likivurumisha wimbi la mashambulizi dhidi ya Iran na Lebanon. Muda mfupi uliopita IDF ilitambua makombora yaliyorushwa kutoka Iran kuelekea eneo la dola ya Israeli. Mifumo ya ulinzi inafanya kazi ili kuzuia tishio hilo, jeshi lilisema kwenye akaunti yao ya Telegram. Waandishi wa habari wa AFP walisikia ving'ora vya mashambulizi ya anga vikilia mjini Jerusalem na sauti ya milipuko kwa mbali. Muda mfupi baadaye, jeshi la Israeli lilisema limeruhusiwa kuondoka kwenye makazi. Vilevile Marekani imesema Jumanne inazishambulia meli za kivita za Iran katika mlango bahari wa Hormuz na kutishia kuongeza mashambulizi ikiwa Teherani itasonga mbele, huku vita vya Mashariki ya Kati vikisababisha uharibifu katika masoko ya mafuta duniani. Shukran kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.